Unafahamu kuwa mtoto wa Tundu Lissu amezua balaa zito Marekani sasa hivi? Je, wajua kuwa mwanaye Tundu Lissu wa kiume amefikisha malalamiko ya baba yake mbele ya watu mashuhuri na wabunge wa Seneti la Marekani akimtetea? Na hii inamaanisha nini kwa Samia Suluhu na mahakama za Tanzania? Kweli wapo salama? Na mwanaye Tundu Lissu amezungumza nini hasa Marekani kilichozua gumzo? Jiunge nami hadi tamati ni kujuze yote yaliyojiri, lakini hakikisha umelike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Naam, habari njema kwa Tundu Lissu zimeendelea kuibuka nje ya mipaka ya Tanzania baada ya mtoto wake Agustino Tundu Lissu kupanda jukwaa la kimataifa huko Marekani mbele ya wabunge na maseneta wa Marekani kuzungumzia hali ya baba yake Tundu Lissu, baba yake mzazi, na kutetea kile anachoeleza kuwa ni haki za binadamu na uhuru wa kisiasa kwa baba yake. Matukio hayo yamewavutia wafuasi wa mwenyekiti huyo wa Chadema huko Marekani ambao wanaona juhudi za kijana huyo mwanae Tundu Lissu kuwa ni ishara tosha kwamba kampeni inayohusu changamoto za kisheria na kisiasa za Tundu Lissu sasa zinajadiliwa nje ya Tanzania. Hata hivyo, kulingana na ripoti zinazoenezwa na wanachadema ni kwamba Agustino Tundu Lissu ameweza kuzungumzia kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu na kuuliza kwa nini inaahirishwa mara kwa mara na kesi hiyo bado haijafikia uamuzi kwa takriban siku 400 huku Tundu Lissu akiwa nyuma ya kuta za gereza la Ukonga. Kwa mujibu wa taarifa zingine zilizotolewa na viongozi wa upinzani na wafuasi wa karibu wa familia hiyo, Agustino Tundu Lissu ameshiriki katika majadiliano na mazungumzo yanayohusisha wadau wa kimataifa, wabunge wa Marekani, ikiwa ni pamoja na watu wengine binafsi wanaohusishwa na mashirika ya haki za binadamu na taasisi za kisiasa nchini Marekani. Taarifa zinaeleza kuwa ametumia majukwaa hayo kueleza hali ya baba yake na kuibua wasiwasi kuhusu changamoto zinazomkabili kiongozi huyo wa upinzani Tundu Lissu. Moja ya mambo yaliyoripotiwa kujadiliwa ni pamoja na kesi hii ya uhaini ambayo nimekugusia inayomkabili Tundu Lissu. Wafuasi wa upinzani wameendelea kuhoji jinsi kesi hiyo inavyoendeshwa na wameeleza wasiwasi wao kutokana na kile wanachoeleza kuwa ni kucheleweshwa au kuahirishwa mara kwa mara kwa kesi hiyo mahakamani. Agustino anasemekana kuibua maswali kuhusu kasi ya michakato ya kisheria na athari pana kwa uhuru wa kisiasa nchini. Taarifa za kuonekana kwa Agustino Tundu Lissu na juhudi za utetezi zimezua mjadala mkubwa kwa sababu zinaangazia jinsi matukio ya kisiasa yanaweza kuathiri sio tu viongozi wenyewe bali pia wanafamilia wao. Wafuasi wanasema kwamba wakati wanafamilia au watoto wanaamua kuzungumza hadharani baada ya kuchoka kukaa kimya, mara nyingi huonyesha kina cha wasiwasi wanaohisi kuhusu hali zinazowazunguka wapendwa wao. Kijana huyo anasemekana kuzungumza juu ya kukua katika familia iliyounganishwa sana na harakati za kisiasa na mapambano ya kidemokrasia. Kwa mujibu wa waliosikia matamshi yake, alieleza miaka iliyotumika kushuhudia mivutano ya kisiasa dhidi ya baba yake, mabishano ya umma dhidi ya baba yake na masuala ya usalama yanayohusishwa na jukumu la baba yake Tundu Lissu kama mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Tanzania. Kwa wanaomuunga mkono Tundu Lissu, kuhusika kwa mtoto wake wa kiume kuna tafsiriwa kuwa ni ushahidi kwamba wasiwasi kuhusu hali ya kiongozi huyo wa upinzani unaendelea kugubika vizazi na vizazi. Wanasema kuwa uamuzi wa Agustino Tundu Lissu kuzungumza hadharani tena Marekani nje ya nchi unaonyesha kujitolea kwa kibinafsi bila woga kwa kanuni ambazo baba yake Tundu Lissu amekuwa akisisitiza kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na demokrasia, uwajibikaji na haki za binadamu. Wachunguzi wengi pia wametaja uzito wa kihisia uliobebwa na taarifa ya Agustino. Tofauti na wachambuzi wa mambo ya kisiasa au viongozi wa chama, yeye huzungumza si kama mwanasiasa bali kama mwanae Tundu Lissu. Tofauti hiyo imeathiri jinsi watu wengi wameitikia maoni ya mwanae Tundu Lissu akiwa Marekani siku ya leo. Vilevile mtazamaji, mjadala huo kuhusu Agustino Tundu Lissu pia umefufua kumbukumbu za moja ya matukio ya kushangaza katika historia ya hivi karibuni ya kisiasa Tanzania, kupigwa risasi kwa Tundu Lissu mwaka wa 2017. Mada hiyo ni moja ya mada ambazo amezizungumzia Agustino mbele ya watu mashuhuri huko Marekani. Shambulio hilo la mwaka wa 2017 lilimfanya kiongozi huyo wa upinzani Tundu Lissu kujeruhiwa vibaya na kuhitaji matibabu
matibabu ya kina nje ya nchi. Kwa wafuasi wengi, tukio hilo limesalia kuwa sura ya kipekee katika safari ya kisiasa ya Tundu Lissu na chanzo cha wasiwasi wa kudumu kwa familia yake. Kwa mujibu wa maelezo ya watu wa karibu wa familia hiyo ya Tundu Lissu, matukio kama vile shambulio hilo la mwaka 2017 yalichagiza mazingira ambayo watoto wa Tundu Lissu walikulia ama waliweza kuyaona wakikua. Walishuhudia nyakati za kutokuwa na uhakika, wasiwasi wa usalama na migawanyiko iliyosababishwa na maendeleo ya kisiasa. Kwa sababu hiyo, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa haishangazi kwamba wanafamilia hatimaye wangechagua kuzungumza hadharani bila woga kuhusu masuala yanayomhusu baba yao. Wakati huo huo, ushiriki wa watazamaji na wafuasi wa kimataifa wakati mwingine unaweza kuunda hisia za kisiasa. Wakosoaji wanasema kuwa masuala ya ndani ya Tanzania yanapaswa kushughulikiwa kupitia taasisi za kitaifa ndani ya Tanzania na sio kupelekwa nje ya nchi. Wafuasi hata hivyo, upande wao wanadai kuwa ushiriki wa kimataifa ni njia halali ya kuvutia masuala yanayohusu haki za binadamu na utawala wa kidemokrasia nchini. Mikutano na majadiliano ya Agustino Tundu Lissu yaliyoripotiwa kwa hiyo yamekuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu uhusiano kati ya siasa za ndani na utetezi wa kimataifa. Suala hilo limezua gumzo sio tu kuhusu hali ya kisheria ya Tundu Lissu, bali pia juu ya jukumu ambalo taasisi za kimataifa zinapaswa kuchukua wakati wa kuibua wasiwasi kuhusu uhuru wa kisiasa. Kipengele kingine kinachovutia ni historia ya elimu ya Agustino Tundu Lissu mwenyewe. Ripoti zinaonyesha kuwa mwanae Tundu Lissu huyu amekuwa akisomea sayansi ya siasa huko nje, fani inayohusiana moja kwa moja na masuala mengi ambayo ameripotiwa kujadiliwa. Hata hivyo, baadhi ya wafafanuzi wanaamini kuwa mtazamo huu wa kitaaluma unaweza kuwa umemsaidia kueleza wasiwasi wake kwa njia inayovutia zaidi hadhira ya kimataifa inayovutiwa na utawala na taasisi za kidemokrasia. Huku mijadala ya kisheria na kisiasa inayomzunguka Tundu Lissu ikiendelea, kuibuka kwa mwanawe kimataifa kunaongeza sura mpya kwenye simulizi hii. Inatanguliza mtazamo wa familia ambao ni tofauti na hoja ambazo kwa kawaida huwasilishwa na wanasiasa, wanasheria au hata maafisa wa serikali. Iwapo juhudi hizi hatimaye zinaathiri maoni ya kimataifa, bado itaonekana. Hata hivyo, tayari wamefaulu katika kuzalisha majadiliano na kuvutia maswali ambayo Agustino Tundu Lissu anaamini anastahili kuchunguzwa zaidi. Kwa wanaomuunga mkono Tundu Lissu, hilo pekee linachukuliwa kuwa ni mafanikio muhimu. Kwa Tundu Lissu mwenyewe, wafuasi wengi wanaona utetezi wa mwanawe hadharani kuwa ni chanzo cha faraja katika kipindi hiki kigumu kwa baba yake. Wanasema kuwa kuona wanafamilia kama mtoto wa Tundu Lissu wakiendelea kutetea na kujieleza kunaonyesha mshikamano na ustahimilivu katika kukabiliana na changamoto zinazoendelea. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti au habari hizi, na kuachia uwanja huu wa maoni ama uwanja wa comment chini ya video hii, unijuze mtazamo wako au maoni yako kuhusiana na maneno ama ujumbe huu wa mwanae Tundu Lissu, Agustino Tundu Lissu, ambao ameuibua huko Marekani. Vile like video hii, subscribe na ubonyeza alama ya kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.